Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni ziara ya kiuchumi, Urusi kuwekeza miradi ya trilioni 5 miaka mitatu, utalii, mauzo ya paa. Kitila aeleza makubaliano maeneo 8. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Tanzania Singapore, hadithi, urafiki, uhusiano, maendeleo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11. Al-Hikma yafungisha ndoa 130 da. Habari katika ukurasa wa 15. Mwigulu, wananchi wasaini mikataba ya ardhi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Balozi Ulanga eleza siri uchumi wa Singapore, ataja mambo matatu kinachofanywa na Tanzania kuwafikia walipo. Habari kamili ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Kafulila ataka fursa za PPP, afya zitangazwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Ufanisi mapato vyenogesha bandari. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Dr. Mwinyi ahimiza mambo manne utoaji haki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika mawakili wa serikali wapewa masharti kesi binafsi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni msimamo wa nchi. Rais Samia atoa mwelekeo wa Tanzania kimataifa, wachambuzi waunga mkono wakitoa angalizo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Faida za ushirikiano Tanzania na Russia katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, mauzo ya bidhaa za Tanzania kwenda Russia yameongezeka. Uwekezaji mkubwa zaidi wa Russia nchini ni mradi wa uranium wa Mkujo River uliopo Ruvuma. Ndugu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema, tunafanya kazi na kila mtu, hatuchagui watu wa kufanya nao kazi. Kwa kuja Russia tunaongeza tu wigo wa ushirikiano wetu wa karibu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Kishki alivyowapa majiko mabarobaro 130 da. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Mmoja wa vijana wa Kiislamu 130 wa pili kulia waliopata msaada wa kulipiwa mahari na taasisi ya Al-Hikma Foundation na kufungishwa ndoa katika ukumbi wa DYCC jijini Dar es Salaam jana. Alishtaki Chadema atimuliwa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimemfuta wanachama Said Isa Mohamed kwa kosa la kukiuka katiba, kanuni na miongozo ya chama hicho. Baada ya undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Shinyanga inavyoteketea kimya kimya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Kwa wakazi wengi wa Shinyanga, mkaa si nishati ya kupikia pekee, bali ndio nguzo ya uchumi. Maroli yanavyokwamisha huduma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa.
kisasa na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Tazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye limeandika mawaziri waanika mafanikio ziara ya Rais Samia Urusi, maeneo 9 ya kimkakati yawekwa wazi, sasa yajayo yanapendeza kwa Tanzania, yakihusisha dira ya taifa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Habari picha ikimwonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akimsaidia Elizabeth Mnyeke ambaye ni mkazi wa mkoa wa Iringa mwenye ulemavu wa miguu kubanda katika kiti mwendo kipya jana. Elizabeth aliomba kupatiwa msaada huo baada ya kumalizika kwa mkutano wa hadhara uliofanyika eneo la Isimani. Rais Samia asisitiza msimamo wa Tanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Ileje yatangaza kibano wasio na vyoo bora. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Halmashauri ya wilaya ya Ileje mkoani Songwe imetangaza kuimarisha utekelezaji wa sheria na kanuni zinazolenga kuhakikisha wananchi wanajenga na kutumia vyoo bora ili kuboresha afya ya jamii na kudhibiti magonjwa yanayotokana na mazingira duni ya usafi. Rais mwenye teknolojia ya kidigitali ni ufunguo wa haki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Wapewa 5 kwa kukusanya mapato. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Katibu mkuu atoa mwelekeo biashara ya kaboni nchini. Habari katika ukurasa wa 3. Vita Iran yatishia njaa. Habari katika ukurasa wa 19. Matumizi holela ya dawa yanavyoua kimya kimya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye limeandika Samia atajasiri kwenda Russia, agusia mkakati wa kukusanya marafiki kujenga nchi, diplomasia ya uchumi kufungua ajira, uwekezaji na fursa kwa vijana, mawaziri walieleza mavuno ya ziara. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema siasa za dunia na uchumi wa dunia unavyobadilika, sisi hatuchagui wa kufanya naye kazi, bali tunakusanya kila mshirika, kila anayeweza kufanya kazi na sisi aje, tutafanya kazi naye. Tunaposema hatufungamani na upande wowote, tunaangalia wakubwa na wadogo wote, tunashirikiana nao. Utata halmashauri kununua kosta moja kwa milioni 316. Madiwani walalamikia uongozi wa halmashauri, watetea ununuzi. TAKUKURU waingilia kati, uchunguzi waanza. Habari katika ukurasa wa 5. Trilioni 1.2 za Afcon, mbegu ya mapinduzi mapya kiuchumi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Iwe hii ni ripoti maalum akionyesha uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja wa Dodoma. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 12 pamoja na ukurasa wa 13. Chadema yamfutia wanachama aliyeshtaki kortini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Korti yampunguzia adhabu aliyemuua mtoto wa kambo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Marekani, mali za Iran zitumike kufidia nchi za Ghuba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru ukweli daima lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika fursa lukuki ziara ya Rais Samia Russia. Wafanyabiashara waonesha nia thabiti ya kuja Tanzania kuwekeza maeneo mbalimbali. TISEZA yawavutia katika madini, utalii, kilimo, uzalishaji dawa na miundombinu. Profesa Mkumbo afafanua mazungumzo yanaendelea na makubaliano yatakamilika na kampuni mojawapo iko mbioni kufanya kweli. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Dr. Mwinyi afunguka faida mahakama kidijitali. Habari katika ukurasa wa 3. Ujio wa rais wa Singapore nchini, kielelezo cha kuimarika uhusiano wa kidiplomasia wenye miaka 45. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Kihongosi aitolea uvivu Chadema. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. TCRA yataja kiwango laini zinazotumika kwa miamala. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. SMZ yafungua milango ya uwekezaji taasisi za fedha. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Dr. Mwigulu atangaza neema wakazi wa Iringa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kuanza ujenzi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima.
Gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na wazi, ninalo mikononi mwangu, lenye limeandika Dr. Mwinyi, teknolojia itumike kuimarisha mfumo wa haki, asisitiza uwazi, usawa wa wananchi kwenye huduma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Ujamaa, msingi muhimu wa maendeleo wa Sira. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Sensa ya uvuvi, nyenzo muhimu kupata takwimu za sekta. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Papa Leo aiunga Hispania kwa kupinga vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo nimeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Yanga yampa Fadlu mtihani. Mkwanja Fadlu atatakiwa kulipa kiasi cha shilingi dola za Kimarekani $600 sawa na bilioni 1.2. Ijayo ni Juni 13, Mashujaa dhidi ya Yanga, ligi kuu Tanzania bara. Watatu mtegoni Simba Sports Club, star mpya miongoni mwa nafasi zinazotafutiwa, suluhisho ni ushambuliaji. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Ijayo ni Simba dhidi ya Pamba Jiji Juni 14, ligi kuu Tanzania bara. SMZ yatenga bilioni 5 AFCON 2027. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Pele chanzo vita Messi Ronaldo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Kisa Trump ulinzi mkali fainali ya NBA, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Grafiki leo ni Ufaransa dhidi ya Northern Ireland, mchezo unapigwa saa 4 na dakika 10, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti ya habari za michezo na burudani katika kurasa zake za nyuma. Gazeti Habari Leo limeandika Ken Gold Kagera Sugar zarejea ligi kuu. Jenerali Mkunda soma JKT Marathon ifike kimataifa. Kuogelea yaandika historia, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Sonia wa Mona Lisa apasua Uholanzi, habari katika ukurasa wa 21. Clinic Riadha yachochea vipaji da, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo, limeandika mchezaji Yanga awachana makavu mastaa ligi kuu, akoshwa na soka la zamani, akiwataja nyota kama. Undani wa taarifa hii katika ukurasa za ndani. Simba kuibomoa Coastal Union, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo ameandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru, ukweli daima, lenye limeandika serikali yatoa onyo kali kwa timu za taifa, habari katika ukurasa wa 19. Kocha Dar City awapatana wachezaji, habari katika kurasa za ndani. Budia Choki Rashid kuzichapa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Siri ya mtungi ilivyomtoa Shura Maulid Athnati, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 13. Gazeti limeandika zijue club zenye wachezaji wengi kombe la dunia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Abdi awataka waamuzi wawe makini, England yaitungua New Zealand, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.